Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hii ni meza ya hoja. Katika kipindi hiki tutakuwa na mdau katika swala zima la biashara, lakini yeye kama abiria au mwananchi ambaye na yeye ameguswa kwenye adha ya kupanda kwa mafuta aina ya petroli na mafuta ya diesel. Mimi ni Aibu Amos, lakini pia nyuma ya kamera utakuwa na Ganji Mashaka. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, kama tunavyojua mafuta yamepanda bei kutoka 3,000, lakini kwa wilaya yetu ya Ngara yamepanda hadi kufikia 4,048, lakini kwa upande wa dizeli imepanda kufikia 4,044. Lakini hapa nipo na mdau. Karibu. Kwanza kwa majina naitwa nani? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Hamza Swago, lakini baadhi ya wale wengi wanaifahamu kama mzukuru wa Dikupatile. Dikupatile. Mtu usema mjukuu wa Dikupatile, labda ufafanuzi wake ni upi? Mjukuu kwa Kiswahili chake mjukuu wa Ilokupata. Na hilo Dikupatile ilikuwa kama nickname ya marehemu bibi yangu ambaye kimsingi alihusika moja kwa moja kwenye malezi yangu. Kwa natumia hilo Dikupatile kama kumwakilisha yeye ingawa kwa sasa yuko hai. Asante. Lakini pole pia. Tunazungumzia swala zima la adha ya panda kwa mafuta ya petroli na diesel. Wewe umelipokeaje? Kimsingi ndio maana nilipokea masikitiko makubwa kwa sababu ukishasikia petroli inapanda, diesel inapanda, inagusa kila engo. Hakuna namna ambavyo mtu asiguswe kupitia adha ya mafuta kupanda. Haijalishi petroli, diesel au mafuta taa kwa ujumla. Lakini nyie kama wafanya biashara wa bidhaa mbalimbali, ni kivipi mafuta haya yanawaathiri katika shughuli zenu za kibiashara na za kiuchumi kiujumla katika kipindi hiki cha siku 2-3 na kuendelea? Kwanza gharama za usafirishaji zinapanda. Ukisikia mafuta yanapanda bei, maana yake gharama za usafirishaji zinapanda. Kwa mfano unaenda Benin Kahama kwa shilingi 20,000 kutoka Rusumo hadi Kahama. Sio ajabu kusikia utasafiri kwa shilingi 25,000 hadi 30,000. Hatujui atapandisha kwa kiwango gani. Maana yake sometimes mafuta yanapanda na maagent pia wanapandisha gharama zao nyingi za ziada. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivyo. Lakini pia hata bidhaa, tunakwenda kununua kule bidhaa moja kwa moja zinapanda kwa sababu pia nao zile bidhaa zimesafiri kutumia mafuta. Kwa hiyo kuna namna tunaguswa au tunawaingiza wateja wetu kwenye gharama ambazo wao hawakutarajia. Kwa wateja wao wanaamini gharama walinunulia jana ndio kesho wakuta hivyo hivyo. Afu ghafla wanakuta gharama imepanda. Kwa hiyo inakuwa tunapata ugumu. Kwa sababu ukimuuliza mfanya biashara yote kwa hizo siku 2-3 kumekuwa na ugumu wa biashara. Hata kama utakuwa mwingine akwambia moja kwa moja, lakini walisia uko hivyo. Katika swala zima la athari ya mafuta kwa wafanyabiashara, tunazungumzia mfanyabiashara, mteja, msafiri na watu wengine, au unahisi ni yupi ambaye inamuumiza zaidi kuliko kwenye makundi kuliko mtu mwingine? Kwa sisi wafanyabiashara au kwa biashara aina yoyote inapopanda, wa kwanza kabisa anayeumia kuzidi yote ni mlaji. Ni mteja wa mwisho anaenda kutumia ile bidhaa ndio anayeumia zaidi. Na sisi pia tunawauzia hao wateja wakati au nini tunaumia, ila wao ndio wanaumia zaidi kwa sababu hao ndio tunaenda kuwapandishia moja kwa moja. Ili mimi nimuuzie mteja wa bidhaa lazima nichakate. Nijue nimenunua bidhaa kiasi gani, nimeisafisha kiasi gani na niuze kiasi gani. Kwa hiyo mzigo wote tunaenda kumtwisha yule mlaji. Kama tunavyosikia tukisema mlaji, tunaweza kuzungumzia ni mwananchi wa hali ya chini kabisa. Leo hii umepata fursa ya kuzungumza na umma kupitia Dar es Salaam Tanzania TV. Nini ushauri wako kwa serikali lakini pia na jamii kwa ujumla katika mchakato huu ambapo kuna adha ya mafuta? Ushauri wangu nikianzia kwa serikali kama alivyouliza ndugu mtangazaji. Kwa serikali mimi nishauri kwamba ikibidi, kwa hii imekuja kama surprise, yani imetushtukiza, hakuna mtu aliyejiandaa na vita. Si ndio? Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali ningeshauri at least kwenye masuala ya kodi kule ingepunguza at least kodi kwenye mafuta. Kuna baadhi ya mataifa nimesikia baadhi yamechukua hatua hizo. Sawa? Za kupunguza kodi kwenye mafuta yote, petroli, diesel, mafuta taa, kupunguza kodi ili kumlegezea huyu mwananchi huku gharama kubwa ya maisha, kwa sababu ni kipindi kifupi, sawa, huenda kisichukue muda mrefu. Kwa kama serikali ingechukua hatua hizo za haraka ili kuona namna gani wananchi wao wanaweza kuendana na hali ilivyo. Nikirudi kwenye swala wananchi wa kawaida au wananchi tunakutana nao wakubaliane na hali.
unajua inapotokea kama hii hapa, kila mmoja anatakiwa awajibike, sawa. Unajua kuna mambo mengine yanatokea na kwa sababu sio wewe, sio sababu mimi, ila tu wanatakiwa uwajibike kwa sababu ndio hali halisi ilivyo. Kwa kuna vitu vingi sana tunaviishi ikiwa viko nje ya uwezo wetu, lakini vinaamuliwa na baadhi ya watu wachache kwa maslahi yao. Kwa sisi jukumu letu kama wananchi wa kawaida ni kuyaishi maisha yaliyopo. Tuangalie namna gani tutapunguza matumizi yetu ambayo sio ya lazima na kuwa tunavukaje kwenye kipindi hiki cha mpito. Huo ndio ushauri wangu kwa mwananchi wa kawaida au mwananchi yoyote yule anayenisikiza hivi sasa. Lakini katika adha hii, moja ya kiongozi mkubwa wa serikali amesema kwamba mafuta yapo ya kutosha. Wakati huo akidai kwamba wale wafanyabiashara ama wanunuzi kwamba huenda mafuta wameyaficha. Je, hili litakuwa na ukweli ndani yake? Labda ndio inaweza kuwa ni sababu ya kupanda kwa mafuta, au nini mtazamo wako juu ya hili katika swala zima la mafuta aina ya petroli na dizeli? Unajua ugumu ni vipi? Mfanya biashara analenga faida. Hakuna mfanya biashara yoyote yule anaenda kufanya biashara analenga hasara. Kwa hiyo biashara zote anaishi kwenye machari, sasa naeleweka, anaishi kwenye ujanja fulani ili baada apate hiyo faida. Kwa hiyo kipindi hiki inawezekana mfanya biashara huyu akayaficha mafuta yake ili apande zaidi, apate faida kubwa. Sawa. Hiyo ndo tabia ya wafanya biashara walioongeza, inawezekana ikawa sio wote ila walio wengi. Kwa wao kama serikali ndio wadau wakubwa kwenye hili, au ndio tunawategemea sana kwenye hili. Wao ndio wanapaswa kujua wafanya biashara wao ni aina gani na waishi nao vipi kwenye kipindi gani. Sawa. Kwa hiyo tunategemea sana nguvu zao kwenye wao wafanya biashara ambao kimsingi wanahisiwa sawa kuficha hayo mafuta. Sawa. Tukija kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida ya huyu mwananchi ambao leo hii anaenda kutumia mafuta hayo sawa, na amepanda gharama. Kwa hakuna namna nyingine, ndugu mtangazaji, sawa, lazima tukinywe kwa kikombe. Naamini hivyo. Sasa mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hapa nipo na mfanyabiashara ama mdau wa maendeleo. 2024 hadi 25 ndani ya 24-25 kuna wakati mafuta alikuwa akipanda bei, lakini wakati huo yanashuka bei. Wakati huo nakumbuka EWURA iliwafungia baadhi ya wafanyabiashara wa mafuta wakidaiwa kwamba mafuta wanayaficha au kuna sehemu wanayaweka. Nini ushauri wako kwa wafanyabiashara kama hawa wenye tabia ya kuficha mzigo fulani wakati huo uhitaji ni mkubwa sana katika jamii? Wafanyabiashara wasio wa binafsi. Wala changamoto sisi wafanyabiashara tumekuwa wa binafsi sana, tumekuwa tukijiangalia sisi. Nyanja zote wafanyabiashara wana tabia ya binafsi au tuna tabia ya binafsi. Hata leo hii serikali imepandisha mafuta au imetangaza bei mpya za mafuta, lakini hata ule mzigo wa zamani ambao walipata kwa gharama ndogo watauza kwa bei mpya. Kwa hiyo kwa bei kubwa. Kwa hiyo wafanyabiashara, mimi ninachoweza kuambia tuache binafsi, sababu humuumizi yule unaolenga kumuumiza, wewe unaumiza Watanzania wenzako. Kuna changamoto kubwa. Wafanyabiashara wengi pia hatuna uzalendo kwenye taifa letu, sababu ushasiku unampandishia uchumi mtu, ukishapandisha uchumi kitu ambacho kinaenda kuathiri mwananchi wa karibu. Kuna ndugu yako, kuna mjomba wako. Mimi umenipandishia Hamza hapa mafuta, sawa? Nimesafisha mzigo wangu kwa gharama kubwa. Naenda kumuuzia mtoto wako bidhaa yangu kwa gharama kubwa. Kwa hiyo ndio ile mtu unakataa kona, unakubali penalty. Watapoteza. Sawa. Wangapi watalia? Sawa. Hilo kwa wananchi wa kipindi cha sikukuu wasisitize sana. Sawa. Sikukuu waichukue, isherekee, sababu ni sikukuu ipo, lakini pia wajue kwamba kuna madhara pindi furaha inapozidi. Kwa waziishi furaha kwa kiwango cha kawaida. Ni kitu kwa serikali. Serikali izingatie tahadhari zote au watimize wajibu wao kwa kiwango cha zaidi ya 100%. Sawa. Sababu naamini sisi tuna sheria nzuri sana Tanzania. Ukizungumza kwenye nchi za Afrika Mashariki, nchi moja hapo naamini yenye sheria bora na nzuri basi ni nchi yetu ya Tanzania. Kwa wao wakizisimamia tu sheria na wajibu wao, mimi naamini tutavuka salama kwenye siku zote tutakazokutana nazo, kuanzia hii ya Pasaka na nyingine zitakazokuja. Kwa hiyo nitachokiomba kwa serikali au kwa vyombo vya usalama vitimize wajibu wao, lakini pia sio kwenye wajibu tu wa kuchukua hatua mbalimbali, lakini pia wajikite kwenye kutoa elimu. Unajua changamoto pia kubwa ya wananchi wao sisi, elimu ndogo sana, hasa kwenye kuzipokea hizi sikukuu na hasa
kwa masuala ya kuzingatia usalama. Kwa iko hivyo na mimi hivyo. Okay, asante. Mimi nipende kukushukuru katika kipindi hiki mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na hivi ndivyo tunavyomaliza kipindi cha Meza ya Hoja. Tulikuwa tukizungumzia adha ya mafuta, kupanda kwa bei ya mafuta aina petroli na diesel ni kivipi imeathiri wafanyabiashara, lakini pia na jamii kiujumla. Wewe kama mtazamaji ama mdau wa Dar es Salaam Tanzanite TV, nini ushauri wako kwa vijana hasa katika swala zima la kiuchumi, biashara, tunapokuwa katika kipindi hiki kifupi cha kupanda kwa bei ya mafuta? Unaweza ukatudondoshea komenti yako hapo, lakini pia ukatoa ushauri. Ulikuwa nami Ayubu Amos na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV, lakini pia fundi mitambo Ganji Mashaka. Asante.